msako. Wamama mtoke mlango ule, mama mchungaji wakague kwenye viuno, kwenye makwapa, kwenye mapochi yenu. Wababa mlango huu. Pastor mchungaji mstaafu msimame hapa. Mkague wanaume wote wenye mahirizi. Nataka nikwambie tunaweza kuokota furushi la hirisi hapa. Zingine nyekundu, zingine nyeusi, zingine nini. Wengine hata hivi naongea hapa wanataka kuondoka kwenye ibada kabla. Hatutafanya msako, tulia mpaka tumalize. Yani wana mahirizi wako nayo. Wengine mpaka kwenye majengo yao, kwenye vitanda mahirizi, milango mahirizi. Sasa wewe una kajumba kana vyumba vitatu, unaogopa kurogwa. Umekazindika na mazindiko. Ukijenga gorofa sindo utajiri mganga mmoja kae kwenye floor moja. Wamama maraya wako smart, anawapanga wanaume 10 hamfahamiani. Wote mnalipa nyumba moja rent. Anamuomba huyu na huyu na huyu na huyu. Unafikiria wewe ndio unayemlipia, kumbe wewe ni wa 7. Anawaomba wote nywele za kusuka, wote mnamtumia, anasukia za mtu mmoja, zingine hizo mazingira yake. Anawaomba mitaji wote. Kwa hiyo wote mkiona anapendeza, kila mmoja anasema anapendeza kwa pesa yangu, anapendeza kwa pesa yangu. Kumbe ana kijiji cha wanaume, akiwapakia mwendo kasi inajaa na kubaki. Lakini wote ni wa kwake, amewapanga, hawafahamiani. Unajua wanaume kuna wakati tunakaa kama mazezeta hivi. Yani unakaa unaendeshwa na kamaraya kana kugeuza kushoto na kulia, una habari. Paka unaiterekeza na familia yako. Watoto wako wa damu uliowazaa wanaishi kwa tabu. Alafu watoto wa maraya wanasoma international school. Wakwako wanapishana na magari barabara. Unamkanyaga na kufanya kazi. Unamkanyaga na kufanya kazi. Unamkanyaga na kufanya kazi. Amesema atabariki kazi ya mikono yetu. Amen. Wengine mmekimbia mikoani, unakaa hapo kwenye makoti ya shemeji, makoti ya baba mdogo, makoti si ya nani. Nimekuja Dar es Salaam nisafishe macho. Aliyekuambia kuna miswaki ya macho hapa nani? Yani una shughuli, toka sasa hata nje ukafanye kazi. Mimi siwezi kupiga shusha, mimi siwezi kuchoma mahindi, siwezi. Nataka kazi ya ofisini la 7. Amen. Angalia jirani yako, ukiona amechukia anakaa kwa ndugu. Ukitaka kujua picha ya kanisa, usiangalie wazee. Angalia vijana. Tabia za vijana ndo zina reflect, zitakwambia kwamba kanisa hili ni la kiroho au la kimwili. Vijana ndio wanaotoa picha. Ukiona tu vijana tu maraya, ujue hilo kanisa limeoza. Ukiona tu vijana tumesimama, tuna misimamo, tuko vizuri, ujue hata chakula wanachopewa madhabahuni kiko hai. Ukitaka kujua neno la mchungaji liko hai kiasi gani, linasaidia watu kiasi gani, angalia vijana wake wanaosali hapo. Ukiona tu vijana tunatosali hapo tu maraya, tunatoa mimba ovyo, tunazini, tunafanya mikesha alafu tunakesheana, tuna nini, ujue madhabahu hiyo ni ya kuitoroka. Zote nawaambiaga vijana, ukiona mchumba wako amekukataa, amekuacha, mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa sababu yawezekana Mungu anakuokoa na huyo Boko Haramu. Anakuokoa na huyo Alishababu. Anakuokoa na mtu ambaye angekuwa anajiripua kila siku kwenye nyumba. Amekuokoa na povu la sabuni la kila wiki. Amekuokoa na mateso. Wako watu mpaka leo walingangania kuoa mama fulani, wanajuta nao. Wako watu walingangania kuolewa na wababa fulani, wanajuta nao. Sisembuse wewe Mungu amekuokoa kabla hujaingia ndani. Kama limekusaliti kabla halijakuoa, unafikiri mungeoana lingekosa kukusaliti? Toa na sadaka kanisani. Sema Mungu nakushukuru kwa kuniokoa na Boko Haramu huyu. Nimekuacha, mwambie uende kwa amani. Kwa amani kabisa. Moyo wangu ni mweupe.
afikirie kwamba utajinyonga, mwambie nijinyonge jitu nimekutana na wewe university. Wazazi wangu wamenilea nikaje kujinyonga kwa sababu ya jitu zima kama wewe. Wewe tulikutana university na university hawajaisha, nitawakuta wengine. Tulikutana kwenye basi hawajaisha. Tulikutana kwenye matatu, bado nitaendelea kuingia kwenye matatu nikiwa simati wenda nikaokota mwingine. Tulikutana supermarket, nitatembelea supermarket nitaokota mwingine. Yani kwa nini nijute eti kwa sababu yako? Sasa kuna tupinti akili zimeferi kabisa. Eti yani ameondoka na moyo wangu. Aliondoka na moyo wako? Ulikabidhi moyo kwa mtu jinga kabisa wewe. Unaanzaje kukabidhi moyo kwa mtu? Alafu na Mungu ulimpa nini sasa? Ulimpa nini Mungu kama moyo ulibaki na mtu? Kama uko hapa bintu umekabidhi moyo kwa mtu, rudisha moyo wako. Kaa na moyo wako. Unamwachia moyo kiumbe mwanadamu complicated huyu. Unampa moyo wako wanadamu ambao hawajulikani. Leo kakupenda kazimia, kesho na kuchukia na anazimia. Nakabidhi moyo. Ndio maana Mungu alituwahi akasema mpende Bwana Mungu kwa akili zako zote, kwa moyo wako, kwa nini yako yote. Alijua akibaki navyo yeye vyote, hawa wengine utawapenda kawaida tu. Maana moyo wote ulimpenda Mungu. Nini Mungu. Kwa hiyo huyu hata kiondoka wewe na Mungu wako, Mungu amekutunzia. Mungu ndio benki ya mioyo yetu, ndio benki ya akili zetu, ndio benki ya kila kitu. Tunatukanwa kila siku, lakini mmetuona tumepunguza. Kwa sababu kwanza ujue kila huduma Mungu amekuitia watu fulani. Hao watu ndio diri nao. Sasa tatizo unataka kumfurahisha kila mtu. Haiwezekani. Ndio maana niliwaambia Mungu aliamua kuiweka ofisi mahali pasipoonekana ili kupunguza usumbufu. Hebu niambie kama Mungu angejenga jengo hapa duniani, hiyo foleni ingekuwaje? Kwanza watu wangeweka mageti. Unaenda wapi kumuona Mungu? Una shida gani? Tuambie kwanza sisi. Kuna watu wangerudishwa. Lakini sasa Mungu ameiweka ofisi mahali ambapo kila mtu ana uwezo wa kupaingia kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Leo nimekuja na kichwa, wale ambao walitufuatilia mtandaoni mtakuwa mlishituka. Tumekuja na kichwa sio kizuri sana, hakijakaa kitheolojia sana, lakini mafundisho yake yako sawa. Amen. Tuna kichwa kinachosema saa mbovu iliyosema ukweli. Ukimbana kwa kumlazimisha atakugawia kesi. Hujawahi kuona kuna mama mmoja alimfumania mume wake kabisa live Kasarani. Kila kitendo cha kusema unakasana, akasema shut up, wewe ndio unasababisha. Eti unasababisha. Kiburi chako ndio kimefanya mimi niende mpango wa kando. Tangulini wewe ni maraya tu. Kwa hiyo ukimwambia umekosa 1 2 3, unaona sasa okay, ndio ametubu. Sisi toba yetu haijanyoka. Wakati mwingine anakuambia haya tuangalie kesho. Ndio ametubu, amegundua makosa yake na hata rudia. Tuko hivyo. Sisi ni watu wa kona kama nyoka. Hatunyokagi toba zetu. Hujawahi kuona baba anampiga mtoto akifikiri ndiye aliyekosea, alafu anagundua alimpiga kimakosa. Anatafuta makosa wagawane. Utasikia mtoto wangu, utundu wako wa siku nyingi umekufanya nikupige wakati hukuwa wewe. Sasa unajiuliza, kwa hiyo umerifaa utundu wa zamani nakuja kwa zibe. Yote hiyo ni toba. Amen. Wengine akiona amekosa anakuletea kitenge. Amekosa anakutoa out. Amekosa amefanya nini? Elewa, usiseme mimi sipokei rushwa. Mimi sasa sihongwi mimi. Si nini? Wewe sikupi rushwa, ninatubu.
Ndio ruga. Elewa toba ya mwanaume. Ukiona ameleta kitenge, ujue kuna mahali amerikoroga. Ukiona amefanya hivi, ujue kuna mahali hajafanya sawa. Ndio maana kuna wakati unaona tu, leo nimechelewa sana. Nimepiga story na watu nimechelewa. Anakuletea matunda, biskuti, vitu gani? Utasikia mmeshindaje hapa? Kuna biskuti humu. Kuna sambusa humu. Yote hii inapotezea, usiniulize mbona nimechelewa sana. Ndio toba. Sasa unaanza kusema, weka uko mfuko wako. Na kuuliza, ulikuwa wapi? Toba za wanaume ziko hivyo. Wamama mnanisikia? Si mume wako kuna wakati anafanyaga hivyo. Na wewe unasema si riziki. Mpaka seme. Ukienda hivyo, utasubiri mpaka mnakufa. Hawa ndio viumbe ambao vinapaswa ukae navyo. Ndio maana sisi Mungu alituambia tukae na nyie kwa akili. Kwa nini aliwaambia tukae na nyie kwa akili? Kwa sababu nyie mnazo nyingi. Tusipokaa na nyie kwa akili, mwanamke na akili nyingi, msiwaone hivi. Na wamama wengine hapa ni mashahidi. Waume zenu wameshawaponyoka. Hawataki kanisa, hawataki nini? Na mwanaume yote asiyependa kanisa, asiyependa maombi, asione kuna viwili. Kama sio mshirikina, maraya. Hawezi kukwepa hayo. Yaani mtu hataki kanisa, hataki maombi, hataki vitu vya kiroho. Mambo ni Ruto alisema ni matatu. Nasema ni mawili. Mambo ni mangapi? Kama sio mshirikina, maraya. Kwa hiyo ili umkamate kwenye hayo, hakikisha neno linakaa kwa wingi ndani yake. Msisitize mambo ya kanisa, uyadai kuliko kudai vitenge, uyadai kuliko kudai magauni, uyadai kuliko kwa sababu akishika kanisa vizuri, hofu ya Mungu ikawa ndani, hayo mengine utayapata, kwa sababu hatakuwa hana kwingine kwa kupeleka. Hasa unadai nyama, unadai kutoka uti, unadai vitu gani? Hivyo huwa vitakujaga automatically akiwa na hofu ya Mungu ndani. Tunaelewana wamama? Shikilia ibada, wewe ndio askofu wa familia. Hakikisha hivyo vitu vinaenda. Amen. Pia simamia watoto wako habari za kanisa. Kuna wamama mnakujaga peke yenu, utafikiri mnaenda hospitali. Watoto mmewacha nyumbani wanaangalia katuni. Wanaenda wanaangalia zile nani za Kihindi. Ipo siku watafanya practical ya wakutoe meno. Yaani baada ya kuwaleta watoto kanisani, baada ya kuwaleta watoto kwenye ibada, wewe mliona hapa watoto wanafanya nani hapa? Wako walikuwepo? Au wewe ni wakushangilia wa wenzako? Wamefanya vizuri, wamesema toka kwenye kaburi, toka. Wako kumewacha kaburini. Hakikisha watoto hawakosi kanisa, kwa sababu ni neno tu litakalo kulelea watoto. Neno na mafundisho vitafanya watoto wako wasije wakakuwa kwa pressure. Lakini mnawacha watoto, katoto kanaanza kuwa kavivu kanisani, tumba. Mkiondoka tu kamewasha TV, kako kwenye cartoon. Mnarudi miguu iko kwenye viti. Unaendeleaje? Niko poa. Niko sawa. Kanaumwa tu kila Jumapili. Yaani habari ya kwenda kanisani watoto iwe amri ya 11. Za Mungu 10, za kwako ya 11, watoto lazima waende wapi? Kanisa. Ili uje na kizazi ambacho kitakupa heshima. Unatuacha mtoto peke yake, ndio mwisho unakuta katoto kadogo kamejifunza umaraya. Kanategea, kanafanya umaraya mkiwa kanisani. Kanaingiza mpaka vijana mle ndani. Mtoto mmoja alisema, nilikuwa naingiza vijana mpaka kwenye kitanda cha baba. Maana nilikuwa najua muda wanatoka kwenda kanisa na muda wanarudi. Wewe unakanyaga shetani, wenzio kule unakanyaga katoto kako. Nawaambia ni hatari. Wamama hata kipindi kile cha Waisraeli waliolea watoto ni wanawake. Ndio walikuwa nawafundisha. Wamama nyie mkizembea, kizazi chote hiki mnachokiona kimeharibika, waliofanya kiharibike ni wamama
kukosa wajibu wao. Wanaume siku zote sisi ni watu wa kusaidiwa tu. Amen. Lakini kama nyie twende Sunday, twende kanisani, baba tunaenda, hapana, vitoto navyo vinadakia, tunabaki na baba. Kizazi kinakokwenda itakuwa hatari. Abudu kwa michanganyo, wanaabudu. Na unajua, nilikuwa nawaambia watu mahali fulani, hakuna kitu kinauma duniani kama kuishi na Mkristo nusu. Kanisani yupo, alafu jioni mlevi. Kanisani yupo, michepuko kwa kwenda mbele. Kanisani yupo, alafu anafanya vitu vya ajabu. Unajua inauzi. Unajua ni bora ukae na mpagani, ujue kabisa naishi na kivuruge. Hajui Mungu, hajui kinachoendelea. Kwa hata likirewa unasema namuombea ajaokoke. Hata likizini unajua namuombea atakaokoka. Alafu nakuja na mtu kanisani, na yeye tunaimba nyimbo za kuabudu, na analembwa macho kama nakufa kesho. Alafu anatoka hapo, anaenda kulembulia bia, anaenda kulembulia vimada, anaenda kulembulia vitu vya ajabu. Unajua inauzi, inakera. Inawezekana hujawahi kusikia injili kama hii. Hujawahi. Unasema huyu mhubiri nani kamuleta? Na nitaendelea kuja. Nitaendelea kuja kwa sababu kwanza nimeshajenga urafiki na pastor. Nitaendelea kuja. Wangapi wanasema ujage tu mgogo, uje tu, hatuna namna. Maana wengine hata hivi nahubiri wanasema walisema wametangaza sadaka ya kusapoti mhubiri. Kama mhubiri ndio huyu, mimi simsupport. Kama ndio huyu, simpi hela yangu. Mimi nasema wewe baki nayo kabisa. Lakini nikushughulikie ili mwenzako unayeishi naye apate amani. Ameteseka na wewe miaka mingi. Ngoja nikwambie, ukiishi na mtu ambaye hana Mungu kwenye familia, nilitamani kusema unaishi na pepo, ngoja hiyo niachane nayo. Lakini ukiishi na mtu ambaye yani haabudu Mungu, alafu uko naye, nitakusema kwamba unaishi na shetani kabisa. Lakini ngoja hiyo nisiseme. Ukiishi na mtu ambaye ni hatari, kwa sababu mtu akikosa hofu ya Mungu ndani yake, upo kwenye danger zone. Unakaa na nyoka, wakati watu kimgusa atakung'ata tu. Maana hofu ya Mungu haimo ndani. Ndio maana ni rahisi kupiga, ndio maana ni rahisi kuchiti, ndio maana ni rahisi kufanya vitu vya ajabu, ndio maana ni rahisi kufanya vitu ambavyo havistahili, na hana hofu. Haogopi. Lakini kuna dhambi kitubu unapaswa kutengeneza. Zakayo alisemaje? Tazama wale niliowazulumu mara 4 nafanyaje? Hakusema tu nimesamehewa dhambi ya kudhulumu, lakini alirudisha. Ni kama hii dhambi nilikuwa nasema hapa, wanaume unasema kweli nilizaa na binti huko miaka ya nyuma, lakini Yesu amenisamehe. Amekusamehe dhambi, sio mtoto. Wa baba tunasamehewa dhambi ya uzinzi, lakini hatusamehewi responsibility za watoto. Wanaume wachache mlioko hapa mnanisikia? Kama kuna mahali ulilikoroga ukazana kabinti ka watu, usiseme mimi sasa nimeokoka, mimi ni wa kiroho, kwa hiyo dada na mtoto wako msinisumbue. Umeokoka kwenye dhambi, hujaokoka kulea mtoto wako. Mnanisikia? Ili kichwa chako kiwe na space, kubali majukumu ya kulea mtoto wako. Ukipoteza kitu chochote cha thamani na unajua huwezi kukipata,
Usimwambie mtu. Kausha. Ukijidai kiherehere, ile simu yangu wameiba. Ipi? Si ile hapo. Halafu zile simu zilikuja chache. Kwa sababu niliona kwako na kwa Manji, halafu nyingine nayo Mo, halafu nyingine nayo Baresa, nyingine nayo tajiri mmoja Mwanza. Hata mimi nilikuwa najiuliza, ulipata wapi ile? Wanazo Wahindi. Ndio wameiba. Jamani. Halafu ilikuwa ngumu. Hivi ukisikia maneno unajisikiaje? Ulitarajia wakufariji, ndio wanakuumiza zaidi. Kausha. Unakuja kuambia baadaye kwamba ile simu wajanja walichukua. Lini? Mwaka jana. Wakati moyo wako umepona. Unajua mtu akiwa na stress hahitaji maswali mengi. Ndio maana mimi nikihubiri kwa Wanyakyusa ninawaambiaga, Wanyakyusa wana tabia ya kumuumiza mwenzao aliyefiwa. Yaani mwenzao amefiwa kabisa na mume wake aliyemtegemea, utasikia amekufa, utakuwa tamani na vitenge, utakuwa tamani na nyama, sasa ndio kumfariji au kumuongezea machungu? Familia yako ikikaa sawa sawa inatutunzia ushuhuda wa kanisa. Inakufanya mchungaji akutambulishe mbele ya watu bila kuulizwa kwamba huyu ni Mkristo wangu, huyu ni Mkristo wangu. Hata kikukuta supermarket, habari yako, usikose ibada. Nani? Vile ulivyo, shuhuda wako unakufanya akutambulishe. Kuna Wakristo wakati mwingine unawapita kama sanamu. Zile za kuuzia nguo zile mnaziita nini? Unampita, unajua nikimsalimia, watu watasema pastor, huyu ndio mshirika wako. Ya. Sasa huko ndani sasa sijui kukoje. Kama huyu ndio Mkristo wako, huko ndani kutakuwa na maajabu. Angalia jirani yako, mwambie nilindie ushuhuda wangu ndugu. Mwambie naishi vizuri, nisichafuke kwa ajili yako. Mwambie tengeneza ushuhuda wangu kae sawa sawa. Haleluya! Ndio. Kwa hiyo tunatamani kuona hizo familia siko vizuri, lakini kiburi kimeharibu familia nyingi. Sehemu nyingine unaenda dukani wanakuzidishia change. Unafikiria sasa unaanza sasa Mungu akupe nini? Akupe ugonjwa wa corona. Unachukua pesa ya mtu naweka ndani. Kama ni muuza duka, mteja kasahau change, unakomaa. Si atarudi, si ataenda, unaenda. Alafu Jumapili upo kanisani, mwizi mkubwa, unashiriki na meza ya Bwana, unatuongezea budget ya mvinyo wakati wewe ulitakiwa tuende baa ukajinywe mipombe yenu kuliko kuja kutupunguzia mvinyo wetu hapa. Unatumalizia mafuta kanisani, tunafikiri tuko na Wakristo, kumbe tuna mwizi mstaarabu. Amen. Kwa hiyo lazima upimwe. Ili tujue umeokoka kweli, lazima vipimo vionekane. Kama kuna maajabu duniani, ni haya nayo yaona leo. Kwamba mzinzi na yeye anashangilia. Yaani naye anasema waambie akina nani, nasema na wewe, acha kuwachanganya vijana wa watu. Kwa maana Paulo anasema hapa, anaowaambia hapa sio wapagani. Ni hawa ambao wanasema namkanyaga shetani, namkanyaga shetani. Unamkanyaga wapi? Alishakukanyaga zamani. Unamkanyagaje ambaye wewe uko kwenye nyayo zake? Waswahili wanasema ndege wanaofanana ndio wanaofanya nini? Lakini ukiyataka maajabu yako kanisani, kwamba ndege wasiofanana wanaruka pamoja. Yaani hapa pana kunguru, pana hondohondo, pana njiwa, pana bata, pana kuku. Wote wako kwenye kwaya moja, wanaimba wote. Alafu nashangaa wanakulana umo. Unajiuliza, imekuaje? Kumbe kunguru hawezi kuimba na kuku.
hawezi kuimba na vifaranga vya kuku, lazima vitafune. Wanapiga stepu, wanakulana umo. Mwenyekiti anakula sauti ya kwanza, katibu anakula sauti ya pili, sijui nani anakula sauti ya ngapi, hata kapinti kanakula huyu anakula huyu. Hivi tunafanyaje hiyo kazi ya Mungu kwa kama tunaendelea kulana namna hiyo? Watu wanapotafuta kuoa, akiona hiyo sura, anasema huyu si ndo wife material. Wewe kamsubiri nje ya gate ndo utamjua yeye. Watu wanabebaka sura sio yao. Ni kama kina dada, kina mama wengi hapa, sura unazoziona sio za kwao. Hizo sura wamezipata mbele ya kioo, mbele ya dressing table. Ukitaka kumjua vizuri huyo dada, hebu muangalie huyo dada. Si unamuona kama vile mzungu aliyesahauliwa wakati wa ujenzi wa barabara? Unamuona kama mzungu aliyesahauliwa wakati ndege inaondoka? Si unamuona kabisa hivi? Hiyo sura sio yake. Ukitaka kumjua yeye, wahi asubuhi akiwa ametoka kwa bafu, ndio mwambie kabla hujafanya makeup, njoo nikuone nikufahamu. Amen. Kuna jamaa mmoja alimpata mchumba wa makeup. Kaona materials ndio haya. Akamuongelesha. Kwa kila kionana naye tayari dada yuko kwenye makeup. Kila kionana naye tayari amejipiga soap. Kila akasema huyu katika watu waliooa, kwanza nimeoa mzungu. Kumbe hiyo sio mzungu. Sijui alikuwa haangalii miguu kwa sababu miguu inasahauliwa kupakwa makeup. Sasa paka wanafunga ndoa, anahisi sura ndio hii. Wakaenda honeymoon. Alivyotoka bafuni kidogo akimbie, kwamba wewe dada umepitia wapi? Umepitia wapi? Ambia ni mimi. Ni wewe na si mimi mke wako. Ndo anaiona sura yake halisi. Amen. Tuko na Wakristo wenye makeup za Kikristo. Yaani ukimwangalia unafikiri bonge la mtu wa kiroho. Anavyoomba wakati mwingine ana speak tongues. Paka unaweza ukafikiri ananena kwa lugha kwa Roho Mtakatifu. Kumbe ni ya kwake tu, amecreate hapa. Hata Roho Mtakatifu mwenyewe anaishangaa kwamba mimi hii sijampa, sijui alikoitoa. Yaani akiwa humu unashangaa. Ndio maana huwezi kujiuliza swali. Yaani mtu ni malaya alafu kanisani ana speak tongue. Hivi unafikiri hiyo ni lugha ya Roho Mtakatifu au amekopi na kupaste? Unafikiri kwa nini tubinti tuingine kanaona kamechelewa miaka 20? Nimechelewa kuolewa miaka 30. Nimechelewa sasa nitazana yeyote. Miaka 30 umechelewa. Hofu ya maisha ya baadaye. Na tule tuingine ambacho tuliwahi kuolewa tunaanza kumzomea. Miaka 27 huna mtoto. Wewe mbeleni huko utapata tabu. Mbeleni nani atakutunza? Zana yeyote. Unazaa ovyo tu. Anakuja kuzaa ndo anagundua kumbe kulea mtoto peke yako ni tabu. Katoto kanatakiwa shule, katoto kanatakiwa hospitali, katoto mwisho anatafuta libaba lingine tu. Maana yule mwingine alizaa naye dume bora. Sikuna wanaume ambao ni wataalamu wa kuzalisha afu wanatelekeza watoto. Hai. Alafu mnaanza kuwashambulia wamama. Masingomaza. Usingomaza waliotoa wapi? Waliotoa wapi usingomaza kama sio sisi tunawazalisha, tunawakataa? Masingomaza. Wa kwanza kulaumiwa ni wanaume ambao wanazaa alafu wanatelekeza, wanawacha mama wanahangaika. Tena ushukuru huyo singomaza hakutoa mimba, hakuua mtoto. Angenyonga mtoto akatupa choni ili asiitwe singomaza.
Angetoa mimba. Ndio maana kuna clip iko mtandaoni ninawaambia, bora kuoa mwanamke mwenye mtoto kuliko kuoa kabinti ambako hakana mtoto. Unafikiri hakana mtoto, kumbe ni kamama kafiwa ambako kamefiwa na watoto wengi. Kana watoto 7 kameua. Unasema mimi nimeoa mke ambaye hana mtoto. Wewe huyo ni shosho. Huyo ni bibi. Huyo ni shosho. Ameua. Kama watoto wote wangefufuka, anaanzisha shule. Alafu namsifia huyu ambaye ameua wote. Huyo ndio unasema mbarikiwa, huyo amebarikiwa, huyo ana neema, huyo ni wa baraka. Unamsifia aliyetoa watoto, aliyeua. Si bora huyu mwenye mtoto amekuthibitishia kwamba hata wakwako watakuwa salama. Huyu mtaalamu wa kutoa mimba, hata za kwako zitatoka tu. Siku kimkorofisha akiwa mjamzito, asema nilee mtoto wake, nizae. Utasikia nini? Unajua uliponisemesha vibaya nikapata stress, mimba ikatoka. Kumbe mtaalamu wa kuzitoa. Kama umekaa karibu na kadada, kaangalie macho. Kaangalie macho kama hakajawahi. Maana tule tulitowahi kutoa hivi na ubiri kanasema pastor, hiyo pointi si uruke, hiyo pointi si uhamie nyingine, si uzungumze habari za Yusufu, uzungumze habari za mwana mpotevu. Wewe ndiye mwana mpotevu. Kioa kamama Kenya akili, jipange. Ukioa kamama kameenda university, kana diploma, sio kana cheti, sio kana certificate, kameenda shule, ukikabeba jipange. Utakuna fafanua kila kitu. Kana kuambia mwisho wa mwezi huu salary inatoka tarehe 28. Kuna message imeingia. Sasa yanakuhusu. Nauliza, message imeingia? Hata kama imeingia, tukae. Tunafanyaje? Tunaitumiaje hiyo? Sasa inakuhusu, inakuhusu. We. Sitaki fujo. Tuliza kichwa. Tunafanyaje? Nimenunua, kanafanya hesabu. Okay, kwa hiyo zimetumika hizi, zimebaki hizi. Unafanya hesabu kwenye salary yangu. Sio salary yako. Hii ni ya familia. Ni ya familia. Kata kwenda benki kuprinti bank statement. Kajue hela iliyotoka na maelezo yako kama vinalireti. Unaanza kusema nimeoa kamama, kana nipanda kichwani. Nimeoa kamama. Wewe mwenyewe ulioa Kenya akili. Kaa kwa kutulia, kaa kwa password. Amen. Kama utaki usumbufu, mimi niliwaambia usioe Kasumu, usioe katoto kamezaliwa Nairobi. Wokovu sio misamiati ya mdomoni. Hiyo misamiati nilikwambia unaweza ukakopi na kupaste kutoka kwa watu wengine. Kama wengine walivyokopi mpaka lugha ya watu wengine akakopi, akapaste, anaitumia kwenye kinywa chake. Lugha sio ya kwake, hajawahi kujazwa roho, hana mahusiano na Roho Mtakatifu, anatumia lugha za watu wengine. Unaweza ukakopi na kupaste misemo na maombi. Unasema El Shaddai, Mungu wa Elia, ulipasua bahari ya Shamu, Mungu Yehova ile. Unaweza ukakariri misemo hiyo. Hiyo haitutishi. Kuna vipimo. Amen. Wewe unafikiri hata tunavyohubiri hapa, unafikiri tunavyohubiri hapa ndio kipimo? Sio kipimo. Unaweza ukawa mhubiri mzuri, lakini ni kwa sababu tu una kipawa. Mungu ameweka kipawa kulisaidia kanisa, lakini sio guarantee ya kwamba basi kwa kuna hubiri ni moja kwa moja mbinguni. No, hicho ni kipawa Mungu anaweka ndani ya mtu kulihudumia kanisa. Usijifiche kwenye vipawa. Paulo alisemaje? Nisije nikahubiria wengine
mimi nikakataliwa. Yaani ukawa daraja, bridge ya kuvusha watu waende ng'ambo, wewe unasubiri mafuriko yaondoke na wewe. Ndio maana niko na semina na watumishi nawaambiaga wazi, jali sana utakatifu ndani ya maisha yako na Mungu wako kuliko makofi ya kushangiliwa na watu. Wanaweza wakawa na kushangilia, hawajui mwenzao uko on the way to jail. Ukipanga kuishi na mwanamke mpaka kufa, ni kiumbe hakina past, hakina rust. Wao ni viumbe ambao wako na present and future, wako na leo na kesho na kuendelea. Mwanamke hakuna sentensi hataki kuisikia kama ya kusema nilikupa hera, nilikununulia, nilikufa. Hiyo kitu mwanamke hataki kusikia kabisa. Mwanamke anataka kusikia nita. Ndio kitu anachotaka kusikia. Hataki kusikia niri. Anataka kusikia nina na nita. Sasa kama unataka kuishi na kiumbe hiki mwanamke mpaka kufa, ujue jinsi ya kukihendo. Kwa sababu wanawake hawakuagi kwa maana ya kusema watakuwa machua wapambane na life. Wanataka attention wakati wote. Umujali. Hata kama amepika chakula yeye, onyesha kujali kula kwake. Uchukue sahani useme nikupakulie. Hata kama likipika yeye utasikia ongeza. Hata kama uwezi kufanya chochote, uguse hata sahani yake, useme hii sahani iko mbali. Utikise tu, hata usisogeze, tikisa tu. Atakula vizuri mpaka tamaliza chakula, sababu kimeguswa na wewe. Mwanamke anataka attention. Anataka attention kwa maana ya kwamba ujue yupo. Hakuna kitu wanawake wanachukia kama kusahauliwa. Hawataki. Ndio maana kwenye nyumba wanataka kushirikishwa kila kitu. Yaani hata kama unaenda toilet umwage, umwambie mami naenda washroom, aseme kazi njema. Lakini sio anakutafuta, anasema umeenda wapi? Unasema nilienda. Sasa kwa nini unanishirikisha? Kama nataka mpaka washroom umpe taarifa ukisafiri sasa. Ni washauri wangapi wamekushauri uchukiane na watu? Ni washauri wangapi wamekwambia hata baba yako usimsaidie? Ni washauri wangapi wamekutenga na mama yako? Ni washauri wangapi wamekutenga na ndugu zako mliozaliwa pamoja? Ni washauri wangapi waliosema usifanye hivi utaonekana mjinga? Ni wangapi? Na wewe kwa ujinga wa kichwa chako umepokea ushauri. Kuna watu umefuta namba zao kwenye simu. Kuna watu hutaki hata kuwasikia. Kuna watu hata ukisikia unasikia kitu gani. Kuna watu ni ndugu zako kabisa, lakini umeapa, umesema siji kumsaidia tena, kwa sababu aliuza shamba, aliuza mifugo ulioweka kufugia, alifanya uharibifu kwenye duka lako, umemfuta. Halafu hapa unatuambia unatamani kwenda mbinguni. Labda umuombe seremara, mnafahamu seremara, akuchongee mbingu yako ya mbao ndio uende ukakae pale. Lakini ile ya Mungu, Biblia inasema ufalme wa Mungu utatekwa na wenye nguvu. Sio nguvu za kupigana, nguvu za kuwapenda wasiotupenda, nguvu ya kutafuta amani pamoja na watu waliotufanyia mabaya. Daudi akasema siwezi kunyosha mkono wangu kwa masia wa Bwana. Wewe ungesema masia wa Bwana muuaji, Bwana yupi? Fikiria
siwezi kunyosha hapo. Unajua kwa nini? Daudi ndiye aliyekuwa anatafuta amani pamoja na Sauli. Ameondoka hapo Daudi akakata vazi, kipande cha vazi akakata, akaenda ng'ambo, akamwamsha baba. Sauli akaamka akasema, mimi sina nia mbaya na wewe, nilikuwa hapo ulipokuwa umelala. Ningekuwa na moyo mbaya ningekuua. Hapa napoongea nina kipande cha joho lako. Kama nimekata kipande cha joho, ningekosaje kukata kichwa chako? Mwanaume na kifua. Umechukiana na mke wako kutoka asubuhi mpaka jioni. Unatoka kazini, habari za kazi. Tukutakeze chai. Utana nayo. Mama najiuliza, hii nguruwe ilinioa lini? Mimi niliolewa na mwanadamu.